anaanza kwa kutupa hadithi ya maisha yake hadi alipofikia. Anasema alijikuta kwa viatu vya tofauti kabisa. Kama kuna mtu angeniambia kuwa maisha yangu atanileta hapa, ningecheka hadi nizimie. Sasa alifikaje hapa? Hadithi inaanzia miaka 32 iliyopita. Filamu inaitwa Mirrors and Reflection. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hawa ni mapacha, Ifeoluwa pamoja na Ifedayo. Tangu wanazaliwa, Ifedayo alikuwa ni mpole na mkimya, lakini Ifeoluwa alikuwa mkorofi vibaya mno. Muda wote alikuwa analialia tu kipindi akiwa mdogo. Washikaji walikuwa wanafanana sana ise. Utofauti wani kuwa Ifedayo alikuwa na akili sana za kuelewa darasani, lakini Ifeoluwa alikuwa mwepesi mno wa kukariri. Ifedayo alikuwa anapenda sana kuvaa miwani tofauti na Ifeoluwa alivyokuwa. Upole wa Ifedayo ulikuwa unapelekea wenzake wamonee mno darasani, lakini Ifeoluwa akifika tu analeta vurugu ambalo hakuna aliyekuja kulituliza. Bibia ni mkorofi vibaya mno. Wakifanya kosa, Ifedayo anakuwa mwepesi sana kufuata maelekezo kuliko Ifeoluwa ambaye alikuwa na kiburi vibaya mno. Ifedayo alikuwa na ndoto za kusoma sheria tangu akiwa mtoto, lakini Ifeoluwa ndoto zake ni kusomea mambo ya sanaa tu. Kwa hiyo akaondokaga nyumbani kwenda shuleni huko. Baada ya miaka 5 kupita, Ifeoluwa akarudi nyumbani na mabegi yake amefukuzwa chuoni aise. Mama alilalamika kishenzi yani. Akasema amepambana sana hadi akataka kuuza nyumba ya wazazi wake waliomwachia. Ifeoluwa anajua ninavyoteseka. Amefukuzwa shule baada ya kumpiga mkuu wa shule. Ifeoluwa alimpiga mkuu wa chuo kwa sababu alikuwa anawafaulisha wanafunzi ambao amelala nao peke yake. Ifeoluwa anasema anatamani angemng'oa kichwa kabisa. Sio kumpiga tu kama alivyompiga. Yaani anatamani angemchinja. Ana hasira vibaya mno. Wakati mama analalamika hapa, Ifeoluwa alikuwa mnasikia kila kitu. Hiki kitu kilikuwa kinamuumiza kishenzi yani. Sasa kutokana na maneno ya mama yake, Ifeoluwa akaweka hadi kuwa lazima aondoke nchini. Kwa hiyo alisoma kwa juhudi nyingi mno hadi akapata scholarship ya kwenda kusoma UK. Sasa Ifeoluwa alienda UK kupambania ndoto zake. Japo alikuwa hana malengo kwenye maisha yake na nini, yani ajua atakuja kuwa nani baadaye. Huku Ifedayo ameshapata kazi kwa kampuni ya sheria na ni miongoni mwa wanasheria ambao wanafanya kazi kwa juhudi kubwa mno. Sasa leo kuna kesi ya mgogoro wa ndoa imeletwa hapo ofisini. Kuna mchizi ni tajiri mkubwa mno, lakini mke wake anahitaji taraka na wagawane mali zote ambazo mchizi anamiliki. Huyo mteja amemchagua Ifedayo Latunji ili kuisimamia kesi yake. Kila mtu akashtuka hapa. Akaambiwa achukue muda wa kuchakata zaidi alichoambiwa na nini, maana kazi inatakiwa kuanza rasmi Jumatatu. Ukirudi utatupa njia nzuri ya kukabiliana na hili Mchizi aliyeleta hii kesi ya taraka ni Mr. Deyemi. Huyu ni mjomba wake kabisa Femi, na Femi ndo amempendekeza Ifedayo aisimamie hii kesi. Sasa Ifedayo akasema atafanya kwa kadri ya uwezo wake ili aonyeshe ubora wake alionao. Mr. Deyemi akasema hili swala la ndoa ni kuhusu mali, anahitaji mradi wangu na mimi siwezi kukubali hilo. Deyemi anachokitaka asiharibiwe jina lake kwa wawekezaji wake kwa kuonekana kuwa yeye ameachana na mke wake, lakini mke wake amepanga kuipeleka hii kesi mahakamani pindi ambapo atarejea kutoka US. Kama hili likiharibika, sio ndoa yangu tu itaharibika. Pale simu ya Mr. Steve kaita. Kila mtu akashangaa. Ikabidi atoke nje kuongea ise. Huyu mchizi anaitwa Femi Adeyemi, anapendwa kishenzi na wanawake hapo ofisini, akiwemo huyu bidada hapa anaitwa Tonia. Sasa Tonia akimwona Ifedayo tu anafanya makusudi kabisa, maana anajua Femi anamkubali kinoma Ifedayo. Ifedayo na rafiki yake wa karibu sana hapo ofisini anaitwa Iheoma. Wanashauriana vitu vingi sana hawa, na Iheoma anajua vitu vingi sana kuhusu Ifedayo. Hapo ofisini kuna huyu mchizi hapa anaitwa Wande, anampenda kinoma Ifedayo hadi anafikia hatua anakuwa anamuogopa. Yani ni crush wake. Sasa tabia ya Ifedayo lazima aweke mkoba wake nyuma ya siti ya gari, yani hawezi kukaa na mkoba wake mbele ya siti ya ise. Sasa Iheoma na Ifedayo huwa wanatoka pamoja kazini, wanaenda wote nyumbani kwa sababu wote wanaishi sehemu moja. Wakati wanarudi nyumbani, Ifedayo akasema anamiss sana dada yake, maana imepita miaka 10 tangu bibi azikatie ndoto zake tamaa, na hofia kama kikimpata chochote. Hapana, hakuna kitu kitachomtokea, labda anaona aibu tu. Kwa nini aone aibu sasa? Mimi ni dada yake, ni pacha wake, ni nusu yake, hana kitu cha kuhofia. Ifeoluwa ana akili sana, anapaswa kufikiria tu na ajue nini anachokitaka. Yani anaweza kufungua kitabu sasa hivi akakariri kila kitu ambacho kiko humo ndani kwa sekunde tu. Hivi unajua alipokuwa mtoto alikuwa na ndoto za kuwa wakili, lakini alifuta kila kitu. Nani anayejua, labda ndo njia yake hiyo, lakini amekuwa akikimbia kwenye kila kitu. Natamani nimsaidie. Iheoma na Ifedayo wanaishi sehemu moja ise, na hapa Ifedayo ana safari ya kwenda kumsalimia mama yake kabla ya kuanza kazi iliyoko mbele yake. Sasa siku iliyofuata Ifedayo akatoa nyumbani kwa mama yake na nini. Mama alifurahi kishenzi kumwona mwanaye ise, maana anampenda sana kuliko Ifeoluwa. Sasa kwa mara nyingine tena Ifeoluwa ameungana na pacha wake Ifedayo. Basi makumbato yakawa mengi mno mtu wangu. Wakati wa kula mama akawa anasimulia matukio ya kutisha ambayo ameyafanya Ifeoluwa, maana ni mkorofi kishenzi yani. Lakini pia hakuacha kumsifia sana Ifedayo, maana akamnunulia gari na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Hiki kitu cha kumsifia Ifedayo ndio kilimfanya Ifeoluwa atoroke nyumbani kwa miaka 12 sasa. Baada ya kila kitu kwenda mrama, Ifeoluwa akaingia kwenye swala la fashion na nini, japo kufanya vizuri sana na huko. Ifeoluwa anasema
alipambana sana hadi ikafikia wakati akawa anafanya kazi kwenye bar kama bartender, mhudumu wa bar. Lakini mambo hakwenda vizuri hata huko, akaamua kuacha kazi. Kwa hiyo akaamua kurudi nyumbani tu. Mwisho Ifeolwa akamshawishi Ifedayo kama vipi watoke wakasherekee kwa mafanikio ambayo Ifedayo yuko nayo aisee. Kwa mara ya kwanza Ifedayo akapewa nguo fupi na nini, hajazoea kabisa haya mambo, maana nguo zake ni zile kama za zamani tu. Lakini Ifeolwa yeye yuko vizuri kabisa. Washikaji wakaiba gari ya mama yao na nini, lakini kabla hawajatoka wakafumaniwa na mama yao. Acha wakimbie, unaambiwa walitoka mbio vibaya mno. Sasa kwa sababu Ifeolwa hana pesa, ikabidi Ifedayo ampe kadi yake ya benki pamoja na password za ile kadi, ili wakifika huko yeye ndo agaramikia kila kitu. Na password akamtajia kabisa ni 5009. Sasa kuanzia hapa yeye ndo atakuwa engineer wa kila kitu huko klabu. Basi klabu ilikuwa ni vibe vibaya mno, watu walikuwa wanaserebuka kishenzi, unaambiwa. Sasa Ifeolwa akamfundisha Ifedayo namna ya kunywa pombe. Alimpigisha shoti huyo. Sasa hapa klabu leo kuna msanii anakuja kuperform, anaitwa Zikizi. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anamsubiri hapa, tena kwa hamu vibaya mno. Walipiga vitu vingi kishenzi mazee. Ifedayo akasema inatosha sasa, maana baadaye nitaendesha gari. Lakini Ifeolwa hakutaka kabisa kusikia hicho kitu. Akasema gari ataliendesha mwenyewe tu, maana hakuna bamedi ashawahi kulewa. Yes, ashawahi kufanya kazi bar, kwa hiyo hajawahi kulewa na pombe ya aina yoyote ile. Mwisho msanii aliyekuwa anasubiria kuja kuperform na nini akawa amefika hapa. Basi vibe lilikuwa kubwa kishenzi, unaambiwa. Wakati wanarudi nyumbani, Ifeolwa alikuwa na vibe vibaya mno. Ifedayo akamtaka apunguze speed ya gari na nini, lakini bibia ndo kwanza pombe imepanda kichwani. Mwisho wakajaribu kuovertake hapa, wakaliparamia gari kubwa, unaambiwa, wakapata ajali pale pale. Taarifa zikaja, mmoja kati yao amefariki. Mama akasema wale ni wanangu, wakisikia sauti yangu tu lazima waamke. Mama alipiga kelele kishenzi, unaambiwa. Sasa Ifedayo akawa amefariki dunia isee. Mtu ambaye alikuwa anamsaidia sana mama yake na nini, kwa sasa ameondoka duniani. Aliyebaki ni Ifeolwa ambaye hana msaada wote na mama yake. Mama alikuwa analia kama mtoto. Ifeolwa naye alikuwa anasumbuliwa sana na ile ndoto ya ajali, yaani muda wote analikumbuka lile tukio. Licha ya kuwa mwezi mmoja umepita kwa sasa, lakini bado akili yake inaliwaza lile tukio isee. Ni ngumu sana kupotea kwenye akili yake. Ifeolwa akatamani pengine iwe ndoto tu, lakini mwisho akajua kumbe ni kweli Ifedayo amefariki na hata muona tena, na ndo kasababisha ile ajali aisee. Alitamani sana kuongea na mama yake na nini, lakini machungu alionayo mama yake hakuweza kabisa kuongea naye. Inaumiza sana kufiwa na mtu ambaye alikuwa anakusaidia mara zote aisee. Wakati Ifeolwa anaangalia kwenye mabegi ya Ifedayo akakutana na kadi ya bima. Hii ilikuwa inaonyesha eneo na nyumba ambalo alikuwa anaishi Ifedayo pamoja na ufunguo huko hapa. Kwa hiyo akafungasha vilago vyote ili aende alipokuwa anaishi Ifedayo. Noma sana hii. Ifeolwa akaja hadi alipokuwa anaishi Ifedayo. Kila mtu akajua huyu ni Ifedayo. Umefanyaje kwenye kichwa chako madamu? Nilipata ajali. Yesu wangu, bora upo hai. Ni wale watu ambao hawapendi uwe na amani, lakini umerudi, umewashinda kabisa madamu. Mlinzi alikuwa anajua kabisa huyu ni Ifedayo. Akataka kumpigia simu Heoma na nini, lakini Ifeolwa akagoma. Akasema anataka wafanyie surprise watu wote. Sasa hakutaka kabisa kusindikizwa na mlinzi. Akasema ataenda mwenyewe tu, lakini cha kushangaza ni kuwa akaulizia nyumba yake ilipo. Mlinzi mwenyewe akashtuka kwamba hujui nyumba yako ilipo, lakini hakujali sana. Akamwelekeza pale na nini, Ifeolwa akawa amesepa. Sasa huu mlango ni wa kufunguliwa password. Alikuwa akiingiza kila password na goma. Akakumbuka siku ile wakati wanaenda kulewa alipewa password za kadi ya benki. Alipozijaribu ngome ikaitika. Kumbe Ifedayo anatumia password sawa kwenye kila kitu. Ukifanikiwa kujua moja tu umezijua zote isee. Kila kitu alichokuwa nakiona hapa kilikuwa kinamuumiza kishenzi Ifeolwa. Alikuwa analia kama mtoto mdogo isee. Muda wote akawa anakumbuka siku ambayo walipata ajali pamoja na nini. Hiki kitu kinamuumiza sana Ifeolwa. Baada ya siku kupita, pesa za matumizi zikaanza kukata kwa Ifeolwa na nini. Hakutaka kabisa kutumia kadi ya Ifedayo. Anaona kama atamdhurumu hivi. Bibi akaja kuchange dola kwenda naira na nini, lakini mchizi akampiga kiasi. Kumbuka Ifeolwa sio mnyonge kiivyo. Wewe ni kichae au kwa sababu naongea kistaarabu? Naomba dola zangu, sitaki tena kuchange hapa. Mchizi akagoma. Nipe dola zangu nitakumaliza wewe. Usinidhalilishe mimi, usinidhalilishe. Walibishana kishenzi, unaambiwa. Pale pale akaja mfanyakazi mwenzake, akajua ni Ifedayo huyu. Umefanya nini kwenye kichwa chako Ifedayo? Uko sawa? Ya, niko sawa. Nilipata ajali kidogo tu. Ndio maana uonekani kazini. Maana ulipaswa kurudi kazini wiki moja iliyopita. Bosi amekasirika sana ofisini. Akasema atarudi ofisini sio muda sana. Kwa hiyo wavumilie tu. Tafadhali usimwambie mtu kwamba umeniona Nitarudi nikiwa sawa. Sawa. Ifeolwa kila akifika nyumbani, akili yake inamuonyesha sura ya Ifedayo kwenye mavazi yake. Yaani kila kitazama hayo mavazi tu anaiona sura ya Ifedayo. Hii hali ni mbaya kishenzi aisee. Anasema aliona akiendelea kubaki hivi anaweza kuwa kichaa. Hapo ndo akapata wazo la kijinga zaidi na kila mtu akajua huyu ni Ifedayo. Kwa hiyo ikabidi Ifeolwa achukue nafasi ya Ifedayo aisee. Ifeolwa akaanza kazi kwenye ofisi ambayo alikuwa anafanya kazi Ifedayo, akawa anavaa nguo kama ambazo alikuwa anavaa Ifedayo kabisa na kila kitu. Hakuna mtu aliyeweza kumshtukia. Wote walikuwa wanajua ni Ifedayo kabisa huyu. Sasa kilichomsaidia ni kuwa
alifanya sana utafiti kuhusu hii ofisi kabla ya kuja hapa, kwa hiyo alimjua kila mtu hapa na nafasi yake. Alipoingia tu akafikishiwa kwenye kikao cha kesi ya mteja mmoja anaitwa Creston. Bosi akasema mteja wetu amepeleka bidhaa zenye thamani ya mamilioni ya pesa, lakini hadi hivi sasa hajalipwa hiyo pesa. Creston anachodai ni kuwa kuna kasoro za kiufundi. Mainjinia wetu wamesema haina maana hii, na kama tutawalalamikia kisheria, wao pia watadai fidia kutokana na kucheleweshwa kwa bidhaa, na kama tukisubiri watamaliza kazi yao kimya kimya kisha wapotee. Tumekwama hapo. Unafikiri nini wewe? Ifeoru atajibu nini sasa hapa? Na hana idea yoyote ile kuhusiana na sheria. Yaani kafika tu kafikishiwa na swali, atafikiria nini hapa? Sioni kama kuna umuhimu. Nachofikiria ni kuwa mtu anakudai pesa, kwa nini wadai kimya kimya? Kwa nini usiwazomee waone aibu? Kuwaaibisha ndiyo namaanisha bila kutumia nguvu, unapaswa kutumia akili tu. Unajua wafanye wasipate raha. Kwa mfano, niseme huyu namdai pesa, ningemdai mbele za watu wengi kwa sababu bosi akapata pointi ya msingi hapa. Kwa hiyo hatatumia tena sheria, watatumia madhaifu yao ili walipo hiyo pesa, kwa sababu ataogopa kuaibishwa. Kila mtu akamsifia kinoma Ifeorua, kaleta wazo ambalo hakuna ambaye alikuwa anafikiria kabisa. Yeye mwenyewe hakuamini kama ameokoa kitu. Sasa Tony ikabidi aende kuandika notes kwa wadaiwa. Sasa kesi ya kuchelewa kurudi kazini ikaanza upya hapa. Unadhani wewe ni muhimu sana hapa eh? Hapana mkuu, halikuwa kusudio langu, sikutegemea nilipata ajali. Nini? Ndiyo, nimeumia hapa, nikapoteza fahamu kabisa. Hadi sasa hivi nina jeraha la ubongo ambalo limenifanya nipoteze kumbukumbu. Ndo kilichotokea? Ndiyo mama, nilipoteza simu yangu na kila kitu, nikanunua mpya kabisa. Hili linaeleza kila kitu. Tulijua tu, maana hii sio tabia yako kabisa. Unaweza kufanya kazi? Ifeoru akasema yuko tayari kufanya kazi. Sawa, maana swala Mr. Demi lilisimama. Basi sio mbaya. Ifeoru hamjui kabisa Demi, lakini wakahisi pengine ajali imemfanya sahau kila kitu. Ikabidi wampe nafasi ya kwenda kusoma na kuipitia hii kesi tena, kisha Jumatatu arudi na jibu kamili ya Kilichomsaidia kujua ofisi ya Ifeda ilipo ni hivi vibao vya mlangoni, la sivyo angejikuta kwenye ofisi ya watu Iheoma alipopata taarifa Ifeda wamerudi, akaja na furaha kinoma alifurahi kishenzi kumuona, lakini alipewa taarifa za ajali yake na nini, vitu kama hizo. Mtu wangu, jamani, akili yangu ilipagawa, maana sikujua kwa nini rafiki yangu amesafiri na apokee simu yangu. Ifeoru akajua kumbe huyu ndo alikuwa rafiki wa karibu wa Ifeda Iheoma akauliza, nikulete nini, kofi au chai? Ifeoru akaomba kofi na iwe na siagi pamoja na sukari nyingi sana. Iheoma akashangaa, tangu lini Ifeda akaanza kutumia kofi tena na siagi na sukari nyingi maana apendagi siagi huyu. Ifeoru akajichekesha tu pale na nini, nilikuwa nakutania bana, haya niletee kama kawaida ninachotumiaga. Baada ya muda Iheoma akamletea Ifeoru kofi, lakini akashangaa kumwona anaandikia mkono wa kulia wakati Ifeda anatumiaga mkono wa kushoto. Ifeoru ikabidi ajifanye na nini, akabadilisha mkono pale. Nilikuwa najaribu kitu nilichokiona kwenye TV. Uongo wa kujitetea ukawa mwingi sana pale. Iheoma akapotezea tu, akampa kofi yake. Sasa Ifeoru alipoionja hii kofi hakuipenda kabisa. Sasa atafanyaje sasa? Kuna tatizo? Hapana. Akaimwaga ile kofi. Kuna kitu kikaanza kucheza kwenye akili ya Iheoma. Wakati wa kwenda nyumbani, kama kawaida Iheoma ameshazoea kwenda na Ifeda nyumbani pamoja, lakini huyu hajui hilo. Akasema amechoka sana, kwa hiyo watakutana kesho. Tukutane kesho wakati tunaishi sehemu moja. Ifeoru akapotezea. Unadhani sijui hilo? Nilikuwa namaanisha mambo mengi tutayafanya kesho. Halafu Chimamanda amekuwa akinisumbua sana, anataka kukuonyesha anachoweza kufanya kwa kutumia app ya AI kama mlivyoongea. Hiyo nzuri, lakini tunaweza kufanya hivyo kesho. Nitaenda ofisini kwake nikija kazini na ahidi hivyo. Iheoma akashangaa, Chimamanda ni mwanaye. Kila kitu kinamshangaza kinoma Iheoma. Ndio yule mwanao mzuri namaanisha nitamkuta nyumbani kwako. Akili yangu bado haijapona kabisa. Tuondoke, tutaongea kila kitu tukiwa kwenye gari. Inatosha Ifeoru. Amejuaje? Usinifanye mjinga. Kwanza uliomba kofi na siagi, ukaandika kwa kutumia mkono wa kulia, ukasahau tunaishi sehemu moja, tumetenganishwa na nyumba mbili tu, ukamchanganya mwanangu mimi na mfanyakazi mwenzako. Halafu kingine, umeweka begi lako kwenye siti ya mbele ya gari. Huyo sio Ifeda unayemjua. Jeraha la ubongo halimsahaurishi mtu hivyo. Yaani maelezo nitakayoyaelewa, labda wewe ndo yule pacha wake aliyepotea ambaye alikuwa anamwongelea kila siku. Sasa niambie, nini kinachoendelea sasa hivi? La sivyo. Ifeoru ikabidi awe mpole tu, akamwomba wakaongelee sehemu nyingine, sio hapa. Iheoma kagoma, lazima waongelee hapa. Alimwomba sana waingie kwenye gari na nini waongee. Mwisho Iheoma akawa amekubali Ifeoru akampa ukweli wote ulivyokuwa. Iheoma alilia kishenzi unaambiwa. Iheoma akasema, leo ni Ijumaa, una siku 2 tu za kutubu ili tuomboleze kifo cha rafiki yangu. Unapaswa upotee, la sivyo nitakushtaki kwa kujifanya mtu mwingine. Iheoma alipofika nyumbani akamkuta mwanae anaendelea na utafiti hapa. Kila alichokuwa nakifanya Chimamanda anatamani Ifeda akione. Hiki kitu kinaipa mawazo mengi sana akili ya Iheoma. Atafanya nini sasa? Iheoma alilia kishenzi, rafiki yake wa karibu amefariki mtu ambaye alisimama naye muda wote wakati wa ujauzito na nini, na akakubali kuwa mama wa hiari wa mwanae Chimamanda. Walikuwa na upendo wa hali ya juu sana
aisee. Ifeorwa hakuwa na namna tena, ikabidi afungashe virago vyake tu asepe. Anatamani asingerudi nchini tu, mara mlango kagongwa. Alikuwa ni Heoma aisee. Ifeorwa alipotoka tu akasema anapambana aondoke hapa, hataki kabisa kurudi kwa mama yake, lakini Heoma akamtaka baki tu hapa. Nimempoteza rafiki yangu, umempoteza pacha wako, wote tulimpenda kitofauti. Siku moja kabla ya kusafiri tuliongea kuhusu wewe, alikuwa anataka kukusaidia, alisema wewe ndio mtu ambaye anamjua mwenye akili sana aisee. Kitu cha kuhuzunisha ni kuwa wewe mwenyewe hujui hilo. Heoma kaahidi kumsaidia Ifeorwa na wataonana Jumatatu kazini. Kwa hiyo Ifeorwa haondoki tena hapa. Hiki kitu kilimuumiza kishenzi Ifeorwa, muda wote anajiona mwenye hatia tu, yeye ndo alisababisha ndugu yake akafariki na nini, alidia kishenzi unaambiwa. Sasa Ifedayo alikuwa anaamka mapema sana, lakini Ifeorwa ni mtu wa kulala mno. Ikabidi Heoma awe anamshtua asubuhi, yani anataka mtengeneze kuwa kwenye tabia za Ifedayo kabisa. Kwa hiyo inabidi avae kama Ifedayo japo azipendi hizi nguo. Heoma akawa anampa taarifa za kila mtu hapo ofisini. Akaanza na Tonia, akamwambia anapambana kuhakikisha haufanikiwi kabla yake. Akapewa maelezo ya Femi ya Demi na nini, akasema kuwa huyu ni binamu yake mteja wako Mr. Kola Demi, anakupenda lakini wewe humpendi. Femi naye akampa kumbato la pole, maana amesikia kila kitu ambacho kilimtokea kwenye ajali aisee. Unaendeleaje sasa hivi? Niko vizuri. Heoma akaondoka hapa. Pale pale Femi akampa mwaliko wa birthday ya mjomba wake akiwa anatimiza miaka 45. Ubongo wa Ifeorwa unasema kama unataka kunitoa out si useme tu, mialiko ya nini sasa? Ifeorwa akakubali aisee. Sasa hii tabia sio Ifedayo kabisa, hata Femi hakuamini. Yaani Ifedayo amekubali kirahisi hivi. Baada ya wiki kadhaa kupita, Mr. Wade akaendelea kumshawishi Ifedayo, lakini Ifeorwa haelewi na hamjui kabisa mchizi. Ikabidi aulize, akaambiwa anaitwa Mr. Wade, ni crush wako. Hey, yani anani crush yule mtu. Ni crush wako na umempa ruhusa. Hivi kuna namna anaweza kuiita mbingu? Nataka kumuuliza dada yangu swali muhimu sana. Bosi akaruhusu Miss Olatunji aendelee na wasilisho lake hapa. Akasema kitu hatari sio taraka, ni muda. Nahofia kama mambo yakienda ndivyo sivyo na mradi unaendelea, inaweza kutumika kama Miss Olatunji, kuna sababu ya kutuelezea tunachokijua? Naeleza hali ilivyo. Okay, tunaona umesoma juu tu, unaweza kutupa mkakati wa kuzuia kama ataweza. Kumbuka Ifeorwa hawezeki kabisa kujizuia, anaweza kumrukia mtu muda wote ule. Haya, nimeongea na Mrs. Demi na nimeandaa kikao naye. Safi, lini hiyo? Jumatatu. Awada akauliza, naweza kukusaidia? Ifeorwa hakutaka kabisa kumjibu. Sasa baada ya kikao, Tony akawa anajisifia mbele ya Ifeorwa kuwa yeye ana akili sana lakini uzuri upo na ni mtu wa fashion sana. Ifeorwa yeye akamchapa nayo moja kichwani. Kwa namna anavyomtazama tu anaona kabisa Tony anatumia vitu feki, kuanzia nguo za ndani hadi mkoba wake. Na siku nyingine akamtaka ajifunze kutoka kwake. Ifeorwa akaondoka na kumwacha Tonia anaona aibu tu. Yaani Ifeorwa anakupa unachostahili namna unavyokuja. Heoma alimfokea kishenzi aisee. Una shida gani? Mimi yeye ndo kanichokoza. Ungeondoka. Ifedayo asingefanya hivyo, labda kwa sababu alikuwa mwoga. Usije kurudia kumsema hivyo tena. Mnajua kwenye hii ofisi hampendi kusema ukweli. Nimechoka. Ifeorwa akaondoka isee. Sasa bibia wa fashion akaanza kazi yake rasmi. Tonia alikuwa anajivunia uzuri na vitu vya fashion. Sasa Ifeorwa akageuza ofisi kama sehemu ya fashion. Noma sana hii. Akawa anapigilia haswa. Hadi Tonia mwenyewe akawa haelewi. Huyo ni yupi tena? Hakuna mtu aliyeacha kuchanganyikiwa unaambiwa. Bibia anataka kuiharibu kabisa isee. Mapigo yakawa ya kuumiza tu. Si kuna mtu yeye fashion anaona anaweza, basi twende ulingoni besti. Mtu akawa anapigilia vibaya mno. Sasa Mr. Wade leo alipokutana na Ifeorwa akaona kuna kitu cha kitofauti sana kwa Ifedayo. Mtu mmoja anawezaje kuondoka alafu arudi wa tofauti? Ulikuwa unaandikia mkono wa kushoto, sasa hivi unaandikia mkono wa kulia. Tony alikuwa anasikia kila kitu. Halafu nakunywa kahawa yenye siagi. Sio kawaida yako kabisa. Una uhakika alikuwa atumie mikono yote miwili kuandika? Labda alikuwa anatumia siagi kwa sirisiri na amjui. Awade akapuuza kisha kasepa. Tony akawa anamuona Awade kama amechanganyikiwa hivi, lakini ana point ukimwangalia. Victoria naye akashangaa mavazi ya Ifeorwa. Ikabidi amuite. Akamwambia, hivi unajua hii ofisi ni ya sheria na sio sehemu ya fashion? Ni kweli, lakini bila kukukosea heshima. Katibu inalinda na kuhakikisha kila mtu anaheshimiwa na kuthaminiwa utu wake. Na kanuni za maadili zinahitaji heshima na sio kujificha. Naamini hakuna sehemu ya mwili wangu ambayo iko nje. Lakini kama nimekosea naweza kusahihishwa. Bosi alipofika akasema yuko sawa, hajavunja sheria yoyote ile. Basi bana Ifeorwa akaja kukutana na Miss Michelle. Madam akasema, nenda kamwambie anatakiwa kufanya kinachohitajika kabla birthday yake kuisha. Na asipofanya hivyo je, sitaleta taharuki tu, bali nitawakera kwa maneno ya taraka. Nitaleta uthibitisho wa shughuli zake zote za kitapeli anazofanya. Pale pale simu yake ikaita. Akatakiwa kuondoka eneo la tukio isee. Kisha akamwacha bibie hapa. Sasa bosi akamtaka
alitaka aitumie birthday ya Demi ili kumshawishi zaidi Michelle. Basi bana, siku ya birthday ilipofika, kila mtu alikuwa busy na mambo yake tu. Sasa Tonya anampenda kinoma Femi na Femi anampenda kinoma Ifedayo. Yaani hapa ni mzunguko tu. Ifedayo alipofika, Femi akaachana na Tonya akamfuata Ifedayo. Hiki kitu kilimuumiza kinoma Tonya. Mr. Demi akaja kumchukua Miss Michelle ili wazungumze. Mr. Demi anachokitaka, hataki kabisa huu mzozo uendelee. Miss Michelle anataka yeye apewe nyumba ya Kaduna tu, kitu ambacho Mr. Demi hataki kabisa hata kidogo. Wakati wanaongea, sauti si ikatoka. Kila mtu akageuka kuwatazama. Wakahisi pengine wanagombana hawa. Ikabidi Femi naye apotezee hapa na nini, akamwalika Miss Michelle aje ili kuifungua hafla ya siku ya kuzaliwa ya Demi. Miss Michelle akampa glasi ya kinywaji chake aishike ya Demi na nini, akaweka mambo yake vizuri pale, kisha akachukua glasi yake akasepa. Wakati Miss Michelle anaongea, hali yake ikabadilika mazee. Pale pale akadondoka ise. Taharuki kubwa sana ikaibuka hapa. Ifeorwa alikuwa anaangalia kila kitu kinachotokea hapa. Kumbuka Mr. Demi kaishika ile glasi. Si mnakumbuka Ifeorwa alipotazama kwenye ile glasi ambayo alikuwa ameishika Miss Michelle, akaona kuna noti imeachwa hapa chini. Sasa maaskari wakamkamata Mr. Demi kwa kosa la mauaji ya mke wake. Ofisi ya sheria ikamtaka Ifeorwa akasimame kama wakili wa Mr. Demi. Kumbuka haya yote anayafanya hajasomea sheria. Anaenda kusimama kwenye kesi ya mauaji kwa mara ya kwanza ise. Naoma sana hii. Ifeorwa hakutaka kabisa kusimamia kesi ya mtu ambaye amehusika kwenye kifo cha mke wake. Heoma kauliza, utabaki upambane au utakimbia tena? Ifeorwa akaanza kusoma na nini, lakini hakuwa anaelewa kitu. Ikabidi aje aombe usaidizi kwa Heoma. Heoma alimpa maelekezo yote ambayo anapaswa yazingatie. Ifeorwa kwa sababu anajua kukariri sana, basi akawa anakariri kila kitu. Ifeorwa alipiga msuli usiku na mchana, lengo akathibitishe kwa umma kuwa dada yake ni bora kiasi gani. Siku ya kuingia mahakamani kafika. Bibie yuko tayari akiongozwa na rafiki yake wa karibu Heoma. Hakutaka hata kuongea na waandishi wa habari unaambiwa. Baada ya maelezo mazuri ya Ifeorwa mahakamani, kesi ya kwanza Mr. Demi akawa ameshinda bana. Hii ilikuwa ni kesi ya kwanza kabisa kwa Ifeorwa kushinda licha kuwa hajawahi kusomea sheria. Kesi ya pili ilikuwa ni ya Mr. Demi kumuua mke wake. Noma sana hii. Changamoto ni kuwa zilikutwa alama za vidole vyake kwenye glasi iliyokuwa na sumu aliyokuwa anaitumia Miss Michelle. Na kama haitoshi, karatasi iliyokuwa imeandikwa ilikuwa na mwandiko wa Mr. Demi aise. Mr. Demi akasema, nawezaje kutangaza nitamuua mke wangu mbele za watu halafu niache andiko langu tena? Kivipi? Hata hivyo, mahakama haifanyi kazi kwa maelezo, wanafanya kazi kwa uthibitisho. Na imani umesikia watu wanaua wake zao, ndugu zao, dada zao na bado wanaita polisi ili wawasaidie. Unaangalia movie za Kimarekani Demi akasema sababu ya kumwacha mke wake ni kuwa aligundua mke wake anamsaliti. Kama ningekuwa nataka kumuua, nisingefanya mbele za watu, ningemuua kimya kimya tu. Leo ofisini Mr. Wade akaleta faili ambalo linaonyesha kuwa hawa ni mapacha, yani Ifeorwa na Ifedayo. Kwa hiyo yeye ameshajua kuwa huyu ni Ifeorwa na sio Ifedayo. Hata Ifeorwa akashangaa, huyu kajuaje kama ni mapacha hawa? Utaendelea kufanya hivi kwa muda gani? Tafadhali punguza sauti yako, umejuaje hili? Mchizi alikuwa anampenda kishenzi Ifedayo, kwa hiyo alikuwa anajua kila kitu chake. Hawada ameyajua haya kwa sababu yeye ni mpelelezi wa siri na ameshajua Ifedayo original ameshafariki mpaka sasa. Ifeorwa aliomba sana asiseme hii siri, alimkimbiza kinomo na mbiwa, lakini mwana yuko bize tu. Wakati anatoka akakutana na mama yake mzazi, naye alikuwa anakuja ofisini, akarudi mbio vibaya mno. Ikabidi Heoma amfiche kwanza ili mama yake asije kuharibu shughuli hapa. Noma sana ise. Mama alipofika akapokelewa na Heoma. Naitwa Heoma, nilikuwa nafanya kazi karibu sana na mwanawe Ifedayo. Mama akashangaa, ina maana unajua kama Ifedayo amefariki? Mama akasema alikuja kuwajulisha kilichotokea, maana hakujua kama kampuni inajua hili. Heoma akasema alikuwa anajipanga kwenda kumpa pole, lakini kwa sababu wanajua hili, ikabidi mama arudi tu nyumbani. Siku ya kusikiliza kesi ya pili kafika. Sasa badala ya kumsaidia mteja wake, Ifeorwa akazidi kumkandamiza zaidi. Kila mtu akashangaa, mazee, hiki nini sasa? Kinaendelea nini hapa mahakamani? Kwa hiyo kesi ya pili kawa ngumu sana upande wa Ifeorwa hadi kufikia hapa, maana ameishindilia vibaya mno. Heoma ikabidi amtetee mbele ya bosi wake. Sasa akasema amepokea taarifa kuwa mama yake anaumwa. Akasema kuwa sawa kiakili, ndio maana akatoa kila alichokitoa mahakamani. Hii haitajirudia tena bosi, tutamaliza. Bosi akawapa nafasi ya pili tena. Mr. Wade akaja kuomba msamaha kwa kila kitu alichokifanya siku ile na nini, akahisi pengine yeye ndo amesababisha Ifeorwa apoteze hii kesi, lakini mbali na hapo akamletea uthibitisho wa kila alichokifuatilia kutoka kwenye hii kesi. Ifeorwa akaja kukutana na Demi, akamuonyesha picha ya jengo ambalo aliletewa na Wade ofisini kwake. Demi akasema ni jengo lake ambalo Miss Michelle alikuwa analisimamia. Lini mara yako ya mwisho kwenda kuliona? Niliponunua ardhi. Lazima uelewe kuna watu wanaosimamia huu mradi. Ifeorwa akaona kuna kitu hakipo sawa kwenye hii picha, lakini hajui ni kitu gani haswa. Ifeorwa alisoma usiku na mchana, muda wote alikuwa anaitazama tu hii picha ili ajue ni kitu gani ambacho anahisi hakipo sawa. Sasa aliyekuja kumsaidia ni Chimamanda. Alipoiona hii picha akajua ni AI aise. Akaona mtengenezaji amekosea kitu, maana mwanga unapiga sehemu nyingine na kivuli cha
jengo kiko sehemu nyingine kabisa. Lakini pia mtu ambaye amesimama hapa ni mwenyewe, lakini jengo ndo limewekwa. Unaweza kuthibitisha hilo? Chimamanda ni mtaalamu sana wa AI, akafanya manuva yake pale na nini, kisha akapata picha halisi ilivyokuwa. Ifeoru akapata alichokuwa nakitaka ise. Kumbe akili yake ilikuwa inamtuma sawa, lakini alikuwa hajui tu ni kitu gani ambacho yeye anahisi hakiko sawa. Noma sana ise. Leo Ifeoru akaja nyumbani kwa Ademi, akakutana na Femi hapa. Mchizi akauliza kama kuna kitu amemkosea na nini, maana amekuwa akimpuuza tu siku hizi. Samahani, kulikuwa na pressure sana, maana nilihisi umekasirika baada ya ile kesi. Samahani. Mjomba akawakuta wamesimama, mwana anashusha ndondo zake hapa. Mjomba akasema, muoga wewe, muombe utoke naye vizuri, mkaongee huko, achana na huo ujinga wako na ufanya hapo. Mjomba anakabia juu sana ese, anamwaga moto kama dragon. Sasa Ifeoru amekuja kuthibitisha kuwa picha inayotumika kwenye ushahidi imetengenezwa na AI. Mchizi ndo akajua kumbe siku zote alikuwa anapigwa ise. Nilimuuliza kuhusu kwenda, akasema naweza kwenda ninavyotaka, kwa sababu alijua uwezi kwenda. Kama mke wako alienda location kabla ya party, hii inamaanisha alijua huu utapeli. Ifeoru ikabidi aombe picha Mr. Steve, maana anamuona mgongo tu kwenye picha, hajamuona uso vizuri. Mjomba si akamwonyesha. Ifeoru akasema anamjua huyu mtu, alikuwepo siku ya sherehe na bahati mbaya aligusana naye kabisa. Hata hivyo alijisikia vibaya baada ya kuiangusha iPhone 17 yake na aliokota akampa Mchizi. Ademi akasema Steve hana iPhone 17. Anayo, naijua vizuri, nikiiona iPhone 17 ina rangi ya chungwa, ndio aliyokuwa nayo siku ile. Subiri, iPhone 17 ya rangi ya chungwa? Ifeoru akakumbuka alimuona nayo Miss Michelle siku ambayo wamekutana, na hata Ademi pia akakumbuka alimuona nayo Miss Michelle siku ile ya party. Noma sana hii. Hadi kufikia hapo Ifeoru akajua ameimaliza hii kesi aisee. Bosi wake anaamini kabisa Ifeoru anaenda kufanya maajabu kwenye hii kesi, akampa hongera kabla ya yote na nini, na kumtakia kila laheri kwenye hii kesi. Noma sana aisee. Siku ya kesi ilipofika, Ifeoru alikuwa anajua kuwa Steve ndiye aliyekuwa nyuma ya Miss Michelle kuomba taraka, kwa sababu mbali na kuwa meneja wa project za DM, alikuwa mchepuko wa Miss Michelle pia. Steve alipewa kazi ya kusimamia mradi, lakini mwisho wa siku Miss Michelle alipoenda kutazama eneo hakuona kitu zaidi ya kuwa wazi tu. Alipojua kuwa Mchizi alikuwa anakula pesa zake tu na mradi hauendelei, mwana akataka kumtuliza ise ili asije kumweka wazi. Kwa hiyo akaamua kumwekea sumu ili afe kabisa, lakini akatumia ugomvi wa ndoa ili kujitoa kabisa kwenye hii kesi. Na kama haitoshi, akaiba simu ya Miss Michelle ili kupoteza ushahidi. Kwa hiyo Ifeoru akaitrack ile simu, akaikuta kwenye gari la Steve. Basi bana, mahakama ikamkuta Mr. Demi hana hatia, mteja wake ameshinda kwa mara nyingine tena. Mr. Steve akala nyundo kwa kosa la mauaji la Miss Michelle ya Demi. Noma sana hii. Ifeoru akapewa pongezi nyingi mno baada ya kushinda kesi hii kubwa. Kila mmoja alikuwa anajivunia ufanisi wa Ifeoru waise. Ifeoru alichokifanya ni kuomba ruhusa ili aende akapumzike kwanza, na akimaliza mapumziko basi atarudi tena ofisini. Tony akaja kumpongeza kwa mara ya kwanza Ifeoru, akampa na pongezi za fashion pale na nini, vitu ka hizo mtu wangu. Asante sana, hiyo nzuri. Alipotaka kuondoka tu, Ifeoru akampongeza Tony kwa mkoba aliyoubeba na nini, basi urafiki wa fashion ukaanzia hapa mtu wangu. Ukiona mtu anakuzidi, wewe ungana naye tu, pengine anaweza kukusaidia mazee. Mwisho Ifeoru akaja kumshukuru sana Awade kwa kumtunzia siri yake. Femi naye bado ana upendo wa dhati sana kwa Ifeoru, akasema atamtafuta popote pale atakapoenda duniani. Sasa ni watu wawili tu ambao wanajua huyu sio Ifedayo, ni Ifeoru, Iheoma pamoja na Awade. Mwisho Ifeoru akaja kumaliza tofauti zake na mama yake. Mama naye akaachilia kabisa kwa mwanae ise, akamsamehe kabisa kwa kila kitu, kwa sababu Ifeoru hakuwa amesoma sheria na anafanya kazi ya sheria, ikabidi arudi shule kusoma ise. Hiyo kwa sababu walikuwa wanapenda pia kuwa mwanasheria. Sasa nikukumbushe tu kwamba filamu ya Tatiana itaanza rasmi kuruka kupitia YouTube channel ya Chiko Media. Sasa nikwambie tu kwamba huu ni moto mkali wa kotea mbali. Hebu tuendeni pale tukasubscribe kwanza wakati tunasubiria moto mzito. Nikupe kionjo tu kwanza uenjoy mwenyewe. Hebu kula chuma hicho. Sawa, tuseme huyu dada amekuja kwa bahati mbaya. Kwanza nimefanya makusudi kumleta hapa. Ni lini na ni saa ngapi huyu dada anaweza kaondoka huko ndani kwangu? Yaani wewe usije ukakaa upande mmoja alafu upande mwingine ukauacha. Pesa ndo kila kitu. Najaribu kukuelewa. Lakini kwa sasa sidhani kama naweza nikatoa maamuzi sahihi kwa